Serikali ya kaunti ya Siaya imerekodi idadi ndogo ya vifo vinavyotokana na ugonjwa wa selimundu katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Waziri wa afya katika kaunti ya Siaya, Profesa Jacqueline Oduor, alisema kuwa kutokana na utekelezwaji wa mikakati kabambe ya afya, uhamasishaji na vipimo vya mara kwa mara vimepelekea kupungua kwa visa vya ugonjwa huo katika kaunti hiyo ya Siaya. Sebastian Maria anaarifu. Ulimwengu ulipokuwa unaadhimisha siku ya dunia ya ugonjwa wa selimundu, Waziri wa afya kaunti ya Siaya, Profesa Jacqueline Oduor, alisema kupungua kwa vifo na kulazwa hospitalini kumetokana na uwekezaji uliofanywa na serikali ya kaunti na maendeleo ambayo yameleta mabadiliko ya kudumu katika usimamizi wa ugonjwa huo. It is my great honor and privilege to join you today as we commemorate World Sickle Cell Day 2026. This annual event provides us with an opportunity to raise awareness about sickle cell disease, celebrate the resilience of those living with the condition, and reaffirm our commitment to improving their quality of life. Sickle cell disease remains a significant health concern globally, nationally, and within our county. Alibaini kuwa kaunti ya Siaya imeafikia hatua muhimu kwa 100% ya utekelezwaji wa kimkakati wa afya ya jamii, ikiwemo wahamasishaji wa afya ya jamii katika miji mbalimbali ili kusaidia utambuzi wa mapema, rufaa na ufuatiliaji wa karibu kwa wanaoishi na ugonjwa wa selimundu pamoja na magonjwa mengine. Siaya County has achieved 100% community health strategy coverage. Our dedicated community health promoters continue to visit households across the county, facilitating early identification, referral, and follow-up of individuals living with sickle cell disease and health conditions. Their contribution has been invaluable in bringing healthcare closer to our people. While we celebrate gains, much work remains. We must continue strengthening public awareness, combating stigma, and ensuring that every child and adult living with sickle cell disease receives comprehensive and compassionate care. Waziri huyo sasa akisema kuwa mamlaka za afya sasa zimelenga kuwahamasisha wakazi kufanyiwa vipimo vya mara kwa mara ili kupunguza hatari ya kuridhisha ugonjwa huo kwa vizazi vijavyo. I wish to particularly encourage all young people and couples planning marriage to undergo screening for sickle cell disease. Knowing one's sickle cell status before starting a family is a responsible and important step that can help reduce the risk of passing severe forms of the disease to future generations. Sebastian Maria, Undugu TV.